Nimeombwa kwamba niongelee maudhui ya swala, vile vile nigusie kuhusiana na umuhimu wa swala kusali, na hasatan tukianza na swala za sunna. Leo unamkuta Muislamu anaingia msikitini kabla ya swala, anaswali rakaa mbili, anakaa chini. Unamuuliza, hii rakaa mbili ulioswali ni swala gani hii? Sio watu wengi wanajua. Unamuuliza, hii ni tahiyatul masjid, ni maamkuzi ya msikiti, au ni sunna ya qablia? Ni swala gani umeswali wewe? Wale ambao watakujibu miongoni mwetu, ndugu zangu, ni wachache sana, na wengi wa Waislamu leo hawajui katika kila swala kuna rakaa ngapi kabla na kuna rakaa ngapi baada, na katika ibada hizi za mchana kutwa katika swala za sunna tunafaa kuswali wakati gani, kuna rakaa ngapi na ina umuhimu gani. Na hizi swala zenyewe za sunna wengi wetu sisi hatujui. Kumbe mtu ukiswali rakaa mbili ya kabla, mfano ya alfajiri, au rakaa mbili ya kablia ya maghrib mfano, thawabu yake ni nini? Wengi wa Waislamu hawajui. Unajua, wewe unapojua thamani ya kitu ukaambiwa ukifanya hivi utalipwa hivi, basi ile jambo hautoidharau tena katika maisha yako. Lakini sasa wewe hujui, mimi hapa nikiswali rakaa mbili, nikiswali rakaa nne, malipo yangu ni nini? Mungu ananichukuliaje katika hali hii? Wengi wa watu hawajui. Lakini tukishajua, ndugu zangu, ndo wewe utaipa kipawa mbele. Hakuna swala ya sunna itakupita wewe. Na wengi wetu sisi hapa tunaonelea kwamba bana, hizi ni swala za sunna tu, si lazima. Kweli sio lazima, sio lazima. Hakuna mtu yote amesema swala ya sunna ni lazima, lakini angalia ile thawabu na mtu kujikaribisha kwa Mola wake atakayepata mbele ya Mungu kwa sababu ya kutekeleza ibada ya sunna. Unajua, miongoni mwa ibada ya sunna, ndugu zangu, ukiyatekeleza wewe, Mungu atakupenda kwa sababu ya ibada ya sunna. Je, ukifanya ibada ya faradhi itakuwaje? Ndio Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, hatoacha mja wangu kujikaribisha kwangu mimi na ibada za sunna. An-nawafil ni ibada yoyote ya sunna, ni sala za sunna, saumu ya sunna, mtu kuamka usiku wa manane tahajjud. Wanazuoni wengine wamesema vile vile ni katika sadaqa, mtu akitoa sadaqa ni katika sunna. Ibada yoyote ya sunna ambayo Muislamu anaitekeleza, ukiyafanya hayo, Mwenyezi Mungu atakupenda wewe, ndugu yangu. Unajua, Mwenyezi Mungu akishakupenda, Mwenyezi Mungu anafanya nini, ndugu zangu? Mtume sallam anasema, inna Allaha idha ahabba abdahu nada Jibril. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapompenda mja wake kwa sababu ya matendo fulani fulani ameyafanya yeye, hasa katika matendo ya sunna haya, anamuita Jibril. Jibril ndo malaika bora kuliko malaika wote, na ndo malaika alokuwa mkubwa kuliko malaika wote. Lahu 600 janah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema malaika Jibril ana mabawa 600. Aliwahi kutumia bawa lake moja kuangamiza kaumu Lut. Bawa lake moja tu, akaibeba ardhi na waliomo ndani yake, akaipeleka mpaka mbinguni kule juu, kisha akaigeuza juu yake ikawa chini yake. Watu wakazikwa mzima mzima. Mwenyezi Mungu anasema, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandhudin musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Ilipofika siku ya siku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha malaika Jibril akaibeba ile ardhi na watu wakiwa ndani. Maana yake ardhi ilichimbwa na watu wakabebwa, wanapelekwa mbinguni kule juu, huku wanapigwa na mawe kutoka motoni, mawe ya moto wa Jahannam, mandhudin. Wewe fikiri, ndugu yangu, mawe ya moto wa Jahannam. Imam Ibn Kathir anasema yale mawe yanawaingia kwenye utosi wao,
yanatokea kwenye sehemu zao za siri ya nyuma, wanapiga makelele mpaka mufassirini wanasema sama'at almalaikatu as-sama'u as-sab'u siyahuhum, malaika wa mbingu wa saba walisikia makelele yao na hawafu tena. Kila jiwe ilikuwa imeandikwa jina ya fulani, musawwamatan, kama alivyotafsiri Imamu Swabuni katika Safa Tafasir, anasema kila jiwe ina jina ya fulani. Wanazuoni wengine wakasema kila jiwe ina alama ya fulani. Ilipofika kule juu, ikageuzwa juu yake ikawa chini yake. Na hii ndio tafsiri ya wanazuoni wengi, pamoja na kwamba kuna tafsiri nyingi hapa. Basi toka kule juu mpaka katika ardhi ambayo ilikuwa ishachimbwa tayari, watu wakazikwa mzima mzima. Na mwisho wa aya Mwenyezi Mungu akasema wama hiya min adh-dhalimin bibaid, na adhabu kama hii haiko mbali kwa atakayeleta mfano kama huu. Wewe ukicheza na sheria ya Mungu upate kujua bakora ya Mungu inakungojea ndugu yangu, na siku ambayo ataitoa hiyo bakora wewe utakuwa hakuna mahali pa kukimbilia. Sasa Mwenyezi Mungu anapompenda mja wake anamuita Jibril, anamwambia Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu, mimi nampenda fulani duniani. Ndugu zangu, wewe fikiri Mwenyezi Mungu anakutaja wewe kwa jina mbele ya Jibril kwa sababu kuna matendo mazuri umeyafanya wewe. Mimi nampenda fulani, nakupa amri we Jibril vile vile umpende huyo. Jibril anampenda, kisha Jibril wayunadi ahli samaa, Jibril anawaita watu viumbe vyote vya mbinguni. Ahli samaa ni malaika ambaye idadi yao sisi hatuwajui ni wangapi. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna ambaye anayejua majeshi ya Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Anawaita wale malaika wote, anawaambia inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Mwenyezi Mungu anampenda fulani duniani, basi nawapeni amri ni vile vile mpate kumpenda mtu kama huyo. Malaika wote wanakupenda. Thumma yudha'u alqabul fi ahli al-ard, kisha huyu bwana mambo yake yote yanakubaliwa mbele ya Mungu na katika watu duniani. Unaona watu wanaanza kumsifu fulani na sifa nzuri, mashallah mtu fulani, mashallah mtu fulani. Kuna watu hapa ni watu wa Mungu ndugu zangu, sisi hatujuani tu. Lakini Mwenyezi Mungu naye akimchukia mtu kwa sababu matendo yake mabaya, anamuita Jibril, anamwambia bwana, mimi namchukia fulani bin fulani, nataka wewe pia umchukie. Jibril anakuchukia baada ya Mungu ameshakuchukia, alafu Jibril ananadi, anawaita malaika wote, anawaambia inna Allaha tabaraka wa taala yubghidhu fulanan fa abghidhuhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamchukia fulani katika ardhi, basi mchukieni mtu kama huyo. Malaika wote wanakuchukia, kisha habari zako zinaenea katika ardhi. Wakati mwingine ukiona watu wanamchukia mtu, upate kujua haya mambo yameshatangazwa mbinguni ndugu zangu, na Mungu ameshachukulia katika njia nyingine. Maana sasa wewe unapotekeleza ibada za sunna hizi, Mwenyezi Mungu atakupenda. Na Mwenyezi Mungu akishakupenda wewe, katika hii hadithi al-Qudsi utapata vitu vitano. Baada ya Mwenyezi Mungu ameshakupenda, Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, fa idha ahbabtuhu, na Mwenyezi Mungu akishakupenda wewe, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Hili jambo la kwanza. Mungu akishakupenda, yeye ndo ambaye atakayekuwa masikio yako ambayo unasikizia nayo. Si kwamba masikio ya Mungu atakupa wewe usikizie naye, hapana. Ni kwamba wewe hutosikiza ila lile jambo ambalo linamdhirisha Mwenyezi Mungu. Hauwezi kusikiza mziki, hauwezi kusikiza mambo ya udaku, hauwezi kusikiza mambo ya kusengenya watu na kuharibia watu jina zao, hauwezi kusikiza mambo ya haramu. Masikio yako itakuwa inasikiza mambo ya kheri. Na si hayo tu, ya pili, kuntu
sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi ndo ambaye nitakayekuwa macho yake ambaye anaangalia nayo. Si kwamba Mwenyezi Mungu atakupa macho yake uangalie nayo, hapana. Ni kwamba wewe macho yako haitoangalia ila lile jambo ambalo linamridhisha Mungu. Wewe ukishakuwa leo unasikiza yote ambayo ni ya kheri na unaangalia yale ambayo ni ya kheri, unatembea barabarani unainamisha macho, huwezi kubali kuangalia vitu vya haramu. Ukishaona wewe masikio yako unapenda kusikiza vitu vya haramu na macho yako yanapenda kuangalia vitu vya haramu, ndugu yangu, pata kujua wewe umo ndani ya hatari. Lakini ukiona hizi vitu umeshavichukia, unachukia sauti ya mziki, na mziki ni sauti ya laana, unachukia kuangalia vitu vya haramu barabarani, unainamisha macho kila wakati, pata kujua uko ndani ya neema. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha, na mimi ndo ambaye nitakayekuwa mkono wako utakuwa unaitumia katika mambo yako. Maana yake mkono wako hautoshika wala hautofanya ila lile jambo ambalo linamridhisha Mungu. Hautoshika kitu chochote cha haramu, wala hautomdhulumu mtu, wala hautomfanyia mtu mabaya, wala hautomwaga damu ya mtu kwa dhulma. Mkono wako daima itakuwa ni mkono wa kheri, inasaidia watu, inainua maisha ya watu, inasaidia katika mambo ya kheri kadha wa kadha. Hii ndio matokeo yake. Sasa ndugu zangu, na si hayo tu, wa rijlahu allati yamshi biha, na mimi Mwenyezi Mungu ndo nitakayekuwa miguu yake ambayo anatembea nayo. Maana yake hii miguu hautokwenda katika sehemu ambayo inamuudhi Mungu, hautoingia ndani ya baa hata siku moja, hautokwenda nayo katika barza ya miraa, hautoingia naye katika danguro kwa ajili ya zinaa na mingineo ya haramu, isipokuwa itakupeleka katika mambo ambayo ni halali peke yake. wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna. Subhanallah. Na lau huyu mja baada ya mimi Mwenyezi Mungu nishampenda akiniomba jambo lolote, mimi nitampatia. Maana yake ibada za sunna inasababisha dua yako na yangu kujibiwa. Ndugu zangu, unakuwa ni mustajabu da'wa. wala in ista'adhani la u'idhanna, na ukinitaka usaidizi, ukinitaka ulinzi, mimi Mwenyezi Mungu nitakulinda. Yani ibada za sunna inasababisha Mwenyezi Mungu anakulinda wewe. Hakuna chochote ambacho itakudhuru mpaka Mungu ametaka. Sasa hizi ibada za sunna ndugu zangu ziko nyingi, nitaelezea kwa haraka haraka, alafu tutoe kipindi cha maswali kwa mtu yeyote ambaye ana maswali mengine atakuja katika maswali. Jambo la kwanza, kuna hadithi ambaye katika Sahih Muslim ameipokea Abdullah ibn Umar. Mtume sallallahu anasema kwamba sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba man salla 12 rak'a, katika riwaya nyingine 12 rak'a kulla yawmin min ghairi faridatin bana Allahu lahu baytan fil janna. Mtu yoyote ambaye atakayeswali rakaa 12 katika swala isokuwa ya faradhi, hapa ametaja wazi hii si swala ya faradhi, ni katika swala za sunna, rakaa 12, basi Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Nani asihitaji nyumba peponi ndugu zangu? Sisi leo maombi yetu makubwa mbele ya Mungu ni janna ndugu zangu. Tena Mtume anasema fa idha sa'altumul janna fa idha sa'altumullahu aljanna fas'aluhu alfirdausil a'la. Mnapomuomba Mwenyezi Mungu awape pepo, muombeni firdaus iliyokuwa juu kuliko zote, na hiyo ndio pepo iliyokuwa bora kuliko zote. Wewe leo lao utaambiwa labda na tajiri fulani au labda kiongozi wa nchi au mfalme duniani, bwana nitakujengea nyumba hapa duniani, utafurahi kiasi gani? Lakini Mtume anasema lao utaswali raka 12 hizi
Mungu atakujengea nyumba peponi. Nyumba peponi. Hii ya duniani hujui kama utaingia ama hutoingia, na lau utaingia hujui utapata raha. Wangapi ambao wana manyumba zao hawana raha, na wangapi ambao wana manyumba zao hapa duniani na wanayo raha, wanaishi vizuri kwa kweli, lakini si wote. Lakini nyumba ya peponi, ndugu zangu. Sasa hizi raka 12 Mtume wa sallam amezitaja katika hadithi nyingine, akasema kwamba ni raka 2 kabla alfajiri. Kabla salati alfajiri unaswali raka 2, hiyo inakuwa ni 2. Kisha raka 4 kabla salati dhuhri, unaswali raka 2 unatoa salamu, unaswali raka 2 unatoa salamu, hiyo inakuwa ni raka 6 ukichanganya na zile 2 ya kabla alfajiri. Kisha raka 2 baada dhuhri inakuwa raka 8. Kisha raka 2 baada almaghrib inakuwa raka 10. Kisha raka 2 baada al-isha inakuwa raka 12. Ukiswali raka 12 hizi kila siku katika maisha yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujengea nyumba peponi. Raka 2 kabla alfajiri, raka 4 kabla dhuhur, raka 2 baada dhuhur, raka 2 baada almaghrib, na raka 2 baada al-isha. Sasa Mtume wa sallam katika hadithi nyingine ameelezea katika hadithi nyingi faida na thawabu za hizi swala za sunna. Miongoni mwao Mtume anasema rak'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, wa fi riwaya rak'ata al-fajri, rak'atan al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka 2 ya kabla salati al-fajr ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. So unasema hii ni ibada ya sunna tu, basi hii sunna ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Neema zote iliyopo duniani, wanazoe wanasema kulingana na hadithi hii raka 2 imeizidi hiyo neema yote ya dunia. Wewe hebu jiulize ndugu zangu, hii dunia ina kitu gani? Hii dunia ina pesa, hii dunia ina dhahabu, ina mafuta, hii dunia ina magari, ina majenzi, ina binadamu, ina wanaume, ina wanawake, ina mali, ina mashamba, ina kila aina ya wanyama. Basi raka 2 ya kabla alfajr ni bora kuliko hii dunia na vilivyomo ndani yake. Sasa ikishakuwa sunna ya kablia, ndugu zangu, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, sunna hii, salati alfajr yenyewe itakuwaje ndugu zangu? Ikishakuwa sunna hali yake ndio hii, swala ya alfajiri ambayo ni faradhi hali yake itakuwa vipi? Ndio Mtume wa sallam anasema afqalu salatu ala almunafiqin salatu alfajr wal isha, swala iliyokuwa nzito kwa wanafiki ni salati alfajr na salati alisha. Yani wewe leo Muislamu ukitaka kujijua wewe ni katika wanafiki, jiangalie katika salati alfajr na salati alisha kwa jamaa msikitini. Wewe mwanamume upo? Ikiwa haupo basi wewe uko mashakani. Na Mtume wa sallam anasema walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa, lau watu wangelijua thawabu inayopatikana katika salati alfajr na salati al-isha, watu wangelienda msikitini japo kwa kutambaa. Mtu angetambaa mpaka msikitini. Lakini leo nani ambaye anayeswali salati al-fajr msikitini na salati al-isha illa man rahima Allah? Vijana wengi wanafadhilisha vitu vingine kule nje, wanaiacha alfajiri inapita hivi hivi tu. Mtu leo anafadhilisha usingizi. Muadhin anayadhini katika salati alfajri anasema as-salatu khairun min an-nawm, sala ni bora kuliko usingizi. Lakini sasa wewe ndio unavuta brangeti ndugu yangu, unamwambia Mwenyezi Mungu kwa matendo yako kwamba usingizi ni bora kuliko sala. Kwa matendo yako wewe hujijui. Na unajua ni kwa nini wengi wetu hapa tunashindwa kuamka alfajiri ndugu zangu? Ni kwa sababu sisi wengi wetu hapa tunachelewa kulala. Na hata kama hakuna mtu hana sababu ya kuchelewa kulala, atatafuta sababu ili achelewe tu. Akija kulala saa 6 saa 7. Sasa ndugu yangu, ukishalala saa 6 saa 7, vipi unatarajia kuamka
kuamka salati alfajiri, wacha kuamka tahajjud. Na ndio unaona hapa Mtume sallam ametuharamishia si Waislamu kupiga gumzo baada salati al-isha, na akatukataza mtu kulala kabla al-isha, baada al-maghrib. Manake kwa nini watu hawaruhusi kupiga gumzo tena baada al-isha? Ni kwa sababu watu waende wakalale mapema. Ukichelewa sana, angalau saa 3 umeshalala ndugu yangu. Umechelewa kabisa, angalau saa 4 umeshalala. Saa 10 ya usiku automatic, bila kuweka alarm wala mtu kukuamsha, wewe mwenyewe utaamka kwa raha zako. Utaamka, utaswali tahajjud, utaingia kwanza, utaoga, utapiga mswaki, utatawadha, utavaa nguo nzuri, utaswali rakaa 2 ya tahajjud pamoja na witri. Hata kama ni rakaa 2 na kutosha hiyo, na witri rakaa 1. Kisha utawahi msikitini mapema, utawahi safu ya mbele, utawahi takbiratul ihram, utawahi sunna ya qablia alfajr. Lakini leo malasaf, wengi wa vijana wanaokuja msikitini alfajiri unamkuta sura imevimba tayari, maana yake imejaa usingizi, na adui yake namba 1 ni imamu wa msikiti. Kwanza akirefusha, kwa sababu katika sunna ni imamu kurefusha kidogo katika salati alfajr, kurefusha kama Mtume alivyofanya, sio kupita kiasi. Sasa yanakereketwa vibaya sana, na swala ikimalizika tu yeye ndo mtu wa kwanza kusimama huyo, kwa sababu usingizi imemjaa. Na ndo hapa ndugu zangu, sisi wengi wetu ambaye ni wazazi hapa, tunaanza kuotesha mbegu mbaya ndani ya nyumba zetu. Kwa sisi wazazi wenyewe hatuamki alfajiri, hatuamki tahajjud, hatuswali msikitini. Matokeo yake hawa watoto wanaangalia. Ikiwa baba mwenyewe haendi msikitini, baba mwenyewe aswali alfajiri, unatarajia hawa watoto watakuwaje ndugu zangu? Na ndio unaona siku ya shule mama anamwambia mtoto wake, mwanangu, nenda ukalale mapema, kesho kuna kwenda shule. Lakini hamwambii mtoto wake, mwanangu, nenda ukalale mapema, kesho kuna kuamka salati alfajiri. Na lau ataamka salati alfajiri, bado moja kwa moja shule pia atakwenda mapema. Sasa mtoto anakuwa akijua shule ni bora kuliko salati alfajiri, na pamoja na kwamba mtoto ni lazima asome na atasoma, lakini shule haiwezi kuwa bora kuliko salati alfajiri. Haiwezi kuwa bora kuliko salati alfajiri, na lazima asome. Na siku ambayo hakuna shule ndo kabisa mama anamwachia mtoto simu yake acheze naye, analala. Sasa mwanangu, umehangaika sana, pumzika kwenye TV, kaa na simu yangu ucheze naye, wala hakuna mtu anamuamsha alfajiri. Sasa hapa tunaotesha mbegu mbaya ndugu zangu. Leo wako wapi wale wote ambao tunajazana katika salati aljumaa msikitini? Wako wapi wale ambao wanajazana msikitini katika mwezi wa Ramadhani? Mbona tuwaoni katika salati alfajiri, katika salati alisha? Leo tunafadhilisha mambo ya dunia yetu ndugu zangu, na tunaiacha mambo ambayo mbele yetu na mbele ya Mungu yana thamani kubwa ya ajabu. Kisha Mtume Muhammad sallam katika hadithi nyingi nyinginezo, ziko hadithi nyingi, mfano kuna riwaya tofauti katika salati dhuhuri. Katika zile raka 12 tumetaja kwamba kuna raka 4 kabla dhuhuri na raka 2 baada dhuhuri. Sasa kuna riwaya nyingine ambayo ni sahihi, ameisahihisha Imam Adh-Dhahabi kama alivyoisahihisha Al-Albani rahimahullah. Mtume sallam anasema, man yuhafidh ala 4 rak'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'da adh-dhuhr ab'adahu Allah min an-nar. Mtu yoyote atakayehifadhi raka 4 kabla salati adh-dhuhr, unaswali raka 2 unatoa salamu, unaswali raka 2 unatoa salamu, na raka 4 baada dhuhuri, Mwenyezi Mungu atakuepusha na moto wa Jahannam. Nani ambaye leo ndugu zangu anataka kuingia motoni miongoni mwetu hapa? Hakuna. Sisi vita vyetu vikubwa ni nari Jahannam ndugu zangu. Usiombe wala usicheze na masala ya moto wa Jahannam. Ile moto wa Jahannam ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema
hii ya duniani hii imezimwa mara 70 mara 3. Ndio hii tunaweza kuwasha naye taa, tunapika naye chakula kwenye gas na mingineo, makaa. Imeshazimwa mara 70 mara 3. Lakini moto wa Jahannam rangi yake ni nyeusi. Ndugu zangu, ushawahi kuona moto rangi nyeusi? Na mvuke wake unamyayusha mtu, mvuke tu, ile harufu yake. Maana ikiwa wewe na mimi leo hatuwezi kuisubiria kijiti ya kibiriti, ndugu zangu, mkononi mwetu, kwenye vidole viwili tu umewasha kibiriti, inaanza kuwaka, inakuja, ikikaribia hapa unashindwa kusubiri, unaitupa ile kijiti. Seuze mtu ambaye mwili wake wote utakuwa ndani ya moto, inakaangwa kama inavyokaangwa kuku katika duka ya chips. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Nani ambaye anaweza kuyasubiria haya? Sasa Mtume anasema yeyote atakayehifadhi raka 4 kabla dhuhur na raka 4 baada dhuhur, Mwenyezi Mungu atakuepusha na moto wa Jahannam, maadamu umehifadhi kila siku unaiswali. Sasa kule katika raka 12 kuna raka 4 kabla dhuhur na raka 2 baada dhuhur. Na hii riwaya nyingine hadithi Mtume anasema raka 4 kabla dhuhur na raka 4 baada dhuhur. Wanazuoni wanazikusanya hizi hadithi mbili, wanasema kwa mtu yoyote ambaye ni ada yake kuswali zile raka 12 hawachi, basi katika salati dhuhuri aswali 4 kabla na 4 baada, atakuwa amepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Ameipata raka 12, atajengewa nyumba peponi katika zile raka 12, na hizi raka 4 Mwenyezi Mungu naye atamwepusha na moto wa Jahannam. Katika salati al-asri tumepata katika zile raka 12 hakuna sunna ya qablia wala ya baadia, lakini kuna hadithi vile vile ameipokea Imam Abu Daud na ni hadithi ambayo ni sahihi, wameisahihisha wanazuoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rahimallahu mra'an salla 4 qabla al-asr. Na hii wengi wa Waislamu leo hawaijui, ndugu zangu, ila wachache sana miongoni mwetu. Mwenyezi Mungu amhurumie mja atakayeswali raka 4 kabla salati al-asr. Mungu atakuhurumia wewe. Nani ambaye asihitajie huruma ya Mungu, ndugu zangu? Tunamkosea Mungu usiku na mchana, tunamuudhi, tunamtia hasira. Basi hii swala itasababisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhurumie wewe. Ndio unaona umuhimu wa Muislamu kuja msikitini mapema wakati mwingine, ndugu zangu, kwa sababu ya kuziwahi hizi swala za sunna. Na ikiwa unaweza kuswalia nyumbani ndio bora zaidi, kwa sababu Mtume anasema la taj'alu buyutakum kubura, msiyafanye manyumba zenu ni sawasawa na makaburini. Makaburini ndo sehemu ambayo haifai kuswaliwa swala yoyote isipokuwa salati janaza peke yake. Swala nyingine yote hairuhusiwi kuswaliwa hapo. Ndio unaona Imamu na Shafi'i anasema msikiti wowote ambaye imo katika sehemu ya makaburi mtu afai kuswali hapo. Na Imam Shafi'i anasema kuna mambo mawili: ikiwa msikiti ndio ilijengwa mwanzo alafu baadaye watu wakaanza kuzikana kwenye compound ya msikiti, kwenye maeneo ya msikiti, basi makaburi hayo yahamishwe na msikiti ibakie, sababu msikiti ndio ilijengwa mwanzo, yahamishwe yapelekwe sehemu ya makaburini. Lakini ikiwa makaburi ndio alianza mwanzo watu kuzikwa, alafu baadaye watu wakaja wakajenga msikiti hapo, basi hiyo msikiti ivunjwe, ili watu wasije wakaingiwa na itikadi mbovu kwamba labda mtu kuswali katika msikiti wa makaburi kwa sababu ya baraka ya wale maiti, labda kuna mawalii pale, kuna watu wana cheo kubwa mbele ya Mungu, labda mimi nimepata kazi kwa sababu yao. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watu wana itikadi mbovu, ndugu zangu, wanaswali katika maeneo ya makaburi haya kwa sababu ya kutafuta baraka ya maiti. Hakuna anayejua hali ya maiti. Wewe leo unataka baraka zake, ndugu zangu, yeye anahitajia dua yako bwana. Mungu ndiye mwenye kujua huyu bwana yuko ndani ya kheri ama yuko ndani ya kheri. Sasa Mtume anasema msifanye manyumba yenu ni sawasawa na makaburini, kwa maana swala za sunna, wewe mwanamume swali nyumbani ikiwa kuna uwezo wa kuswali nyumbani ndio bora. Wewe mfano salati alfajiri, adhana imeadhiniwa saa 11:15, ukaona mimi
imeshaadhiniwa alfajiri, nikiswali rakaa 2 ya sunna ya qablia, nitawahi msikitini na bado swala itakuwa haijasimama, basi ni bora uswali msikitini, uswali nyumbani, swali nyumbani. Alafu ukija msikitini swala haijakimiwa na bado dakika 5 mfano ya kukimiwa swala, ama swala yenyewe haijakimiwa, usikae tu hapa msikitini. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watu wanaingia wanakaa kana kwamba hapa ni nyumbani kwao. Hii msikiti ina maamkuzi yake, ina heshima yake, huwezi kuingia tu ukakaa. Mtume anasema idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae hivi hivi tu mpaka asali rakaa 2. Hii inaitwa tahiyatul masjid, maana yake ni maamkuzi ya msikiti, unaipa heshima msikiti. Si kuja kukaa tu, si nyumbani kwako hapo bwana, wala si kazini kwako. Ndio unaona Mtume sallallahu aliwahi kumuona Mtume yuko juu ya mimbar siku ya Ijumaa anatoa khutba, akamuona mtu ameingia akakaa. Mtume akasimamisha khutba yake, akamuuliza yule bwana, umeswali rakaa 2, maana yake umeswali tahiyatul masjid? Akamwambia la. Basi Mtume akamwambia simama, qum fasalli rak'atayn fatajawaz bihima ay khafifatayn, maana yake fanya haraka. Maana huwezi kuingia ukakaa tu hapa ndugu yangu, kama unavyoona baadhi ya watu, kwa sababu hawajui. Umefahamu? Kwa hivyo swali kule nyumbani, ikiwa unaweza kuswali nyumbani. Ndio unamuona Imam Ahmad bin Hanbali, hizi swala za sunna hajawahi kuonekana kiswali msikitini, na alikuwa akiwahimiza watu msikitini, anawaeleza mambo ya fadhila zake, swala za sunna, tuswalini jamani, na yeye mwenyewe hajawahi kuonekana kuswali msikitini. Watu wanafunzi wake na Waislamu wakamfuata Imam Ahmad bin Hanbali, wakamuuliza, ya Imam, wewe unatuhimiza tuswali swala za sunna na hatuja kuona hata siku moja ukiswali hapa msikitini. Imam Ahmad bin Hanbali akawajibu akawaambia, usalli fil manzil makhafatan anir riya, hizi swala za sunna mimi naziswali nyumbani kwa kuhofia ria. Ria maana yake kujionyesha mbele ya watu. Unajua ndugu yangu, wewe ukiwa unaweza kuswali nyumbani hizi swala ni bora kuliko wakati mwingine kuja kuswali mbele ya watu. Na wewe mwenyewe jiangalie wakati unaposwali mbele ya watu na unaposwali peke yako, hii swala iko tofauti ndugu zangu. Utarefusha katika rukuu, pia utaenda zaidi katika sijda, utakaa zaidi. Lakini njoo ujiangalie wakati unaposwali peke yako, hakuna mtu yote anakuona Shekhe, mtu anadona kama njiwa. Dakika 2 ni nyingi, atakuwa shamaliza. Ndio ule mmoja aliwahi kuswali salatul witri, swala ya witri msikitini, kama ilivyokuwa ni sunna. Ikiwa wewe unajua hauwezi kuamka tahajjud, basi baada ya salatul isha umeshaswali sunna ya baadia ya isha rakaa 2, swali witri hata kama ni rakaa 1, utakuwa umeandikiwa kwamba umehuisha usiku. Isikupite hiyo ndugu yangu, tutakuja kuiangalia hapa Mwenyezi Mungu akitupa nafasi. Basi ule bwana inshallah baada ya salatul isha akaswali sunna ya baadia ya isha, basi akaamua kuswali salatul witri. Na salatul witri ni katika qiyamul layl, ni katika kisimamo cha usiku. Na kisimamo cha usiku unasoma kwa sauti, hasatan ukiwa nyumbani peke yako, toa sauti, kwa sababu malaika pia wanasikiza. Malaika pia wanasikiza maana. Na ndio Mtume alivyofanya na maswahaba ridwanullah alayhim. Basi huyu bwana akawa anaswali msikitini hapa, lakini anatoa sauti, lakini sauti walioko ubavuni mwake kando yake hapa wakawa wanaweza kusikia. Na huyu bwana alikuwa na sauti nzuri sana mashallah. Basi wale mabwana waliposikia jamaa anavyosoma wakamkaribia ili wasikize uzuri anavyosoma katika salatul witri yake. Na huyu bwana naye akagundua kwamba hao mabwana wanamsikiza. Sasa ikawa mtihani mkubwa sana ndugu zangu. Akakaza sauti zaidi, akarefusha. Swala ilipomalizika, wale mabwana wakamfuata huyu bwana wakamwambia, mashallah shekhe, Mungu akuzidishie kwanza khushu yako ndani ya swala, alafu sauti yako bwana inaitoa nyoka pangoni bwana. Ule bwana akawaambia, wacheni hii, hata mimi nilikuwa na swali witri hapa, hata leo nilikuwa nimefunga saumu ya Alhamis. Sasa unakwenda kumwambia nini? Nani amekuuliza mambo yote haya? Maana yake hii ndio masala ya ria. Mtu kukaa mbele ya watu, unafanya vitu mbele ya watu, inampelekea mtu hii matendo yake akapigwa naye kwenye uso wake, naye mwenyewe hana habari. Kwa hivyo salatul asri kuna rakaa 4 kabla salatul asr.
Ukiweza kuziswali nyumbani ni bora zaidi. Salati al-maghrib kuna rakaa mbili katika zile rakaa 12 baada al-maghrib, kuna rakaa mbili. Sunna ya qablia kuna hadithi ambayo ni sahihi vile vile. Mtume sallam anawaambia maswahaba, sallu qabla al-maghrib rak'atayn, sallu qabla al-maghrib rak'atayn, sallu qabla al-maghrib rak'atayn. Swalini kabla ya magharibi rakaa mbili, swalini kabla ya magharibi rakaa mbili, na swalini kabla ya magharibi rakaa mbili. Mtume akanyamaza, kisha akasema liman shaa, kwa anayetaka. Mtume kusema kwamba kwa anayetaka, hii sunna ya qablia ikabakia kwamba ni sunna. Lao asingesema hivyo, wanazoa wanasema hii sunna ya qablia ingekuwa ni wajibu, kwa sababu mtume alipotoa alitoa na swigha ya amr. Aliamrisha sallu, swalini kabla ya magharibi rakaa mbili, tena akaitilia mkazo mara 3 mara. Lakini kusema kwamba kwa anayetaka ikabakia kwamba ni sunna. Lakini mtume kurudia mara 3 ni kutilia mkazo na kuonesha umuhimu wake. Ndio unaona maswahaba ridwanullah alaihim walipotajiwa hii hadithi, ukija msikitini, labda umepata msikiti umeshajaa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, utafikiri labda watu wameshaswali magharibi, sasa hivi wanaswali sunna. Magharibi ishapita, kumbe watu wanaswali sunna ya qablia. Nabii Aisha radhiallahu anha anasema hakuna swala ambaye mtume alikuwa anaangalia na macho ya karibu kama sunna ya qablia alfajri na sunna ya qablia ya maghrib. Mtume alikuwa haachi kampita hiyo. Na leo kuna misikiti nyingi hata hii sunna hawaiswali ya qablia ya maghrib, kisha adhiniwa tu basi pale pale inakimiwa, na ni hadithi ambayo imethubutu. Kisha kuna rakaa mbili baada al-maghrib katika zile rakaa 12, na baada al-isha kuna rakaa mbili katika zile rakaa 12, ambayo ukiswali rakaa 12 hizo Mwenyezi Mungu atakujengea nyumba peponi. Sasa kwanza kuna swala mbili ambaye haina sunna ya qablia. Kuna swala ya faradhi mbili haina sunna ya qablia. Kuna mtu anajua hapo? Ikiwa unajua inua mkono. Naam? Inua mkono tu. Salat al-asr tumetaja rakaa 4. Salat al-asr, naam shekh. Salat al-jum'a, kwanza ni salat al-jum'a. Salat al-jum'a haina sunna ya qablia. Naam? Salat al-eid sio faradhi. Unasema katika swala za faradhi, swala za faradhi. Salat al-eid kweli haina sunna ya tahiyat al-masjid wala sunna ya qablia. Lakini sasa huyu bwana ametaja ya kwanza ni salat al-jum'a. Swala ya Ijumaa, ndugu yangu, umekuja msikitini mapema, wewe swala rakaa 2, lakini itakapofika inaadhiniwa, wakati khatibu yuko juu ya mimbar, inaadhiniwa, akimaliza kuadhini usisimame tena pale kuswali kama unavyofanya baadhi ya watu. Sawa? Hakuna sunna ya qablia ya qabla al-maghrib, ya qabla al-jum'a. Umeingia msikitini bado swala rakaa 2 tahiyatul masjid, khatibu yuko juu ya mimbar, tahiyatul masjid, lakini hakuna sunna ya qablia. Si rakaa kama zile rakaa 4 ya dhuhuri kabla ya, hapana, hakuna. Lakini baada ya salati al-jum'a, hii ni muhimu hapa. Ukisha swali salati al-jum'a msikitini, ukaamua kuswali sunna ya baadia ya Ijumaa msikitini, utaswali rakaa 4. Rakaa 2 utatoa salamu, rakaa 2 utatoa salamu. Na ukiamua kwenda kuswali sunna ya baadia nyumbani, utaswali rakaa 2 peke yake, ambapo hii waislamu wengi leo hawaijui. Ndugu zangu, unamkuta mtu baada al-jum'a anasimama na swali rakaa 2. Ni gani hiyo misali ndugu yangu? Msikitini. Na ndio unaona kulingana na hadithi hii ambayo mtume aliwahimiza maswahaba na yeye mwenyewe alikuwa akifanya, wanasema wanazuni kana kwamba mtume anawahimiza waislamu waende wakaswali swala za sunna manyumbani. Ndio maana nyumbani ikawa rakaa 2, hapa msikitini rakaa 4. Sasa wengi wa waislamu hawajui hilo. Swala nyingine ambayo haina sunna ya qablia ni salat al-isha. Swala ya isha haina sunna ya qablia. Sasa hivi tumekaa hapa msikitini baada qubail al-maghrib mpaka isha, tumekaa hatukutoka ndani ya msikiti. Itaadhiniwa, itakimiwa, itaadhiniwa. Wakati inapoadhiniwa au wakati mwingine umekaa msikitini wewe baada al-maghrib ukaona bwana, acha mimi nikae mpaka isha, unasoma Qur'ani, labda unaleta adhkar zako, kuna mawaidha kama haya unasikiza. Itakapoadhiniwa usisimame kuswali sunna ya qablia pale, hakuna sunna ya qablia. Na waliposema baadhi ya wanazuoni kwamba kulingana na hadithi ya mtume, ma baina kullu adhanaini salah,
baina ya kila adhana mbili kuna sala, ni ile ambayo Mtume amefundisha. Sio wewe na mimi tuje tutuzuke hapa na ibada, haitoruhusiwa, kwa sababu ibada ni amrun tawqifiyya, mlango wake umeshafungwa kwa dalili. Bali kuna baadhi wanazuoni wanasema kwamba kuna sunna at-tatawwu yani baina al-maghrib wal-isha, ambayo vile vile wanasema baadhi wanazuoni imethubutu kwa kweli. Yani unaswali wewe unavyotaka tu, baada al-maghrib unaendelea tu mpaka inapoadhiniwa adhana ya isha unasimamisha. Ndivyo walivyosema kulingana na hadithi ya Bwana Mtume. Lakini wewe umekaa msikitini, hakuna sunna ya qablia, lakini umetoka msikitini baada al-maghrib ukaenda ikaadhiniwa isha ukarudi msikitini, usikae hapa, swali rakaa mbili tahiyatul masjid. Sasa hizi ni katika baadhi ya swala za sunna, na miongoni mwao kuna salati dhuha. Salati dhuha, kuna tofauti ya salati dhuha na salati al-ishraq. Kwanza, katika sunna ya Bwana Mtume hakuna mahali Mtume amewahi kutaja kwamba kuna swala inaitwa ishraq, hakuna. Lakini wanazuoni wameiita hii swala salati al-ishraq kwa sababu inaswaliwa wakati wa shuruku shams. Shuruku shams maana yake ni wakati jua inapopaa kadri ya mkuki. Kwa time ya sasa hivi, sijui kama nyinyi na saa hiyo ya ile ya digital. Kwa time ya sasa hivi ni saa, kwa time ya Nairobi na hapa naona kama ni sawa, ni saa 12:30. 12:30 time ya ishraq imeshaingia. Na ndio wakati huo huo vile vile swala ya dhuha, ikiwa utakuswali dhuha, time yake ya kwanza ni hiyo. Hii salati al-ishraq ni tofauti na salati dhuha. Kwa nini? Kulingana na hadithi ya Mtume. Pamoja na kwamba hii hadithi vile vile kuna baadhi wanazuoni wanasema kwamba ina maneno juu yake, maana yake haijaswihi, na wanazuoni wengi wameikubali, kama Imam al-Albani anasema kwamba ni hadithi ambayo ni hasan, na wanazuoni wengine. Mtume aliposema kwamba man salla al-fajr fi jamaa thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shams thumma salla rak'atayn kanat lahu ka ajri hijjatan wa umrah tammatun tamma. Mtume anasema mtu yoyote atakayeswali salatu al-fajr kwa jamaa msikitini, sharti ya kwanza ni lazima uswali msikitini. Wanawake wanazuoni wameruhusu unaswali nyumbani mwanamke, kisha baada ya kumaliza akae kwenye mswala wake. Na wewe ukishamaliza kuswali hapa msikitini, usitoke ndani ya msikiti, kaa msikitini hapa. Thumma qa'ada yadhkuru Allah, unamdhukuru Mwenyezi Mungu, ima unasoma Qur'ani, unaleta nyiradi zako, unaomba dua, unasikiza mawaidha kama haya, hatta tatlu'a ash-shams, mpaka jua ikapaa kadri ya mkuki, ambayo kwa time ya sasa hivi ni saa 12:30. Ukaamka ukaswali rakaa mbili. Salatu al-ishraq ni rakaa mbili peke yake. Thumma salla rak'atayn, kisha ukaswali rakaa mbili, utaandikiwa thawabu ya sawa na mtu aliyokwenda haji na umra ilokamilika. Sisi wengi wetu hapa labda hatujakwenda haji wala umra, basi angalau hii swala isikupite ndugu yangu. Labda una kazi nyingi, umechoka, una kazi, unapeleka watoto shule, unatakana kwenda kazini mapema, basi ikiwa utashindwa kabisa, angalau kwa wiki mara moja hii swala isikupite. Na leo kwa sababu Waislamu wengi hawajui hii swala, unawakuta watu baada al-fajr wamekaa msikitini. Katika baadhi ya miji wanakaa msikitini, wanasoma Qur'ani, mtu analeta adhkar zake, wenye kuomba dua. Inapokaribia ile time ya kuswali ishraq, unakuta msikiti yote watu wameshakwenda. Mtu labda amesoma hizbu, amesoma juzu moja, amemaliza huyo, kumbe ilikuwa imebakia dakika 5 dakika 2, asubiri kidogo tu aswali rakaa mbili, ataandikiwa thawabu ya haji na umra. Akatoka kwa sababu hajui. Watakaobaki kuswali swala ya ishraq hapa, katika watu wote waliobaki msikitini, katika watu 10 20, labda ni mtu mmoja au wawili. Chunguzeni, mtayaona haya, kwa sababu wengi wa Uislamu hawajui, au labda anapuuza, anaona ni sunna tu. Lakini salati dhuha ni tofauti na salati al-ishraq. Lakini time ya swala ya dhuha ya mwanzo ni ile ambayo ni time ya mwanzo ya salati al-ishraq. Saa 12:30 time ya dhuha imefika. Na hii dhuha ni wewe, mfano umetoka msikitini baada al-fajr ukaenda kufanya makazi yako kule nje, ikafika time ya ishraq,
hiyo itakuwa ni salati dhuha, sio salati al-ishraq. Mfano wewe baada al-fajr ukatoka msikitini unaenda hotelini kunywa kahawa, unapiga gumzo pale nje, ikafika time ishraq unataka kurudi kuswali salati al-ishraq, hiyo haitakuwa ishraq, itakuwa ni dhuha, na utalipwa malipo ya dhuha, sio ishraq. Ishraq ni lazima ubakie hapa msikitini. Ukitoka labda utoke kwenda kutawadha, umetoka kwenda chooni unarudi, hiyo imekubalika. Lakini umetoka unakwenda kazini alafu time ishraq urudi, hiyo itakuwa ni dhuha, utakuwa umeikosa ile ishraq. Na hii dhuha Mtume ametaja katika hadithi ambayo ni refu, hatuna nafasi ya kuelezea, lakini Mtume anasema hakika kwanza Mtume ameita hii salati dhuha salatul awwab, salatul awwabin, ni sala ya watu ambao wameamua kurejea kwa Mola wao. Yani wewe ukitaka kujijua leo mimi ni miongoni mwa watu ambao nimesharudi kwa Mungu ama bado, jiangalie katika salati dhuha, jiangalie katika salati dhuha. Ikiwa upo, wallahi umefaulu ndugu yangu. Kuna mswala mmoja katika mji wetu wa Nairobi inaitwa Hilltop, iko katikati ya town katika River Road. Hiyo mswala ukienda saa 4 asubuhi msikiti umejaa. Wale ambao wameomba ruhusa kazini, wamefunga makazi yao, wanakuja pale, wengine wameingia wametawadha, msikiti umejaa. Wenye kuswali rakaa 2, wenye kuswali rakaa 4, wenye kuswali, kwa sababu salati dhuha unaweza kuswali mpaka rakaa 8, na kuna riwaya inayosema hata rakaa 16. Watu wanaswali tu, wanaswali. Subhanallah. Leo si tuko wapi na watu kama hawa ndugu zangu? Aina nahnu min haula? Tunaye nafasi kama hizi ndugu zangu? Sasa wewe ukijikuta katika dhuha haupo, wewe unaweza kudai kwamba wewe umerudi kwa Mungu, lakini bado. Lakini ukijiona kwenye dhuha upo, wewe umefaulu. Sasa thawabu yake ni nini ndugu zangu? Hii dhuha tumetaja ishraq, thawabu yake ni sawa na mtu kwenda haji na umra. Hii dhuha Mtume wa sallam anasema hakika binadamu ana viungo 360 katika mwili wake. Hii ni hadithi ndefu, na leo madaktari na mascientist ambaye si waislamu wamethibitisha kwamba binadamu ana viungo 360 katika mwili wake. Mtume alijuaje sallallahu alaihi wasallam? Na wakati wake ilikuwa hakuna maabara, hakuna microscope, hakuna vitu vya kupima. Alijuaje huyu kama si mtume wa Mungu? Manake ni mtume wa Mungu huyu. Leo mascientists wamethibitisha kwamba mtume amepata 100% kwamba binadamu ana viungo 360 katika mwili wake: macho, masikio, pua, bongo, ngozi, moyo, figo, mapafu, matumbo, mishipa iliyopangana, mifupa, zote ukihesabu ziko 360. Na hizi zote ndugu zangu Mwenyezi Mungu amekupa bure, mimi na wewe. Na lau yanauzwa sokoni kiungo kimoja katika mwili wako na wangu, hainunuliki, ni ghali ya ajabu. Hii jicho lako moja hii hauwezi kuiwekea bei ukasema bana hii jicho langu naiwekea price tag kwamba naiuza milioni 2 ya Kenya. Hailingani. Wewe unaiona hii kamera ya ndugu yetu ambaye ameweka hapa, haifikii jicho ya binadamu. Na kuna kamera ambayo ni ghali kuliko hii. Ile ambayo ni ghali inauzwa zaidi ya milioni 500 ya Kenya, haifikii jicho moja tu ya kiumbe au ya binadamu. Macho ya binadamu inavyobainisha baina ya mambo, baina ya rangi. Macho ya binadamu inaweza ikaangalia mahali kuna tukio ikajua hapa inakwenda kutokea nini. Macho tu haiuziki. Mapafu leo inavyopumua ndugu zangu, moyo inavyopumua, inavyodunda damu, figo yako inavyosafisha damu, moyo wako inavyodunda, na mapafu leo inavyopumua hewa automatic, hakuna ambaye anayejua. Sisi sote tumekaa hapa ndugu zangu, sasa hivi kila mmoja wetu anapumua hapa, hakuna anayejua nani anapumua nani hapumua. Sote hapa tunapumua. Lakini lao hii mapafu ingilikuwa ni kama gari ya diesel, engine ya diesel ndugu zangu, hapa ningekuwa tunasikia sauti tofauti hapa, toko 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 toko, kila mmoja yake huku na huku. Lakini angalia automatic, wewe mwenyewe unaona raha. Subhanallah, neema hii Mungu ametupa bure maana yake. Sasa shukurani yake ya hizi viungo 360 ni mtu kuswali rakaa 2 ya dhuha. Ukiswali rakaa 2 ya dhuha
umetoa shukurani ya viungo 360 katika mwili wako. Na unapotoa shukurani katika viungo vyako, ndugu yangu, Mwenyezi Mungu anasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, mkishukuru mimi Mwenyezi Mungu nitawazidishia. Mungu ameshatoa ruhusa, mkishukuru nitawazidishia, maana yake ni mbili. Mkishukuru nitawazidishia, maana yake ya kwanza, Mwenyezi Mungu ataiboresha afya yako, ataiboresha macho yako, ataiboresha bongo lako, ataiboresha figo lako, moyo wako, mapafu yako, maini yako, ataiboresha magoti yako, mishipa yako. Salati dhuha ndio unaona, subhanallah, mtu yoyote anapokuwa mgonjwa, hata salafu na salih ridwanullah alaihim walipomuona mtu ni mgonjwa, wanamwambia lazimisha salati dhuha, inaondoa maradhi. Na ukishukuru, mkishukuru mtawazidishia, maana yake ukiswali raka 2 ya dhuha Mungu atawazidishia, maana yake atakulindia hiyo afya yako, haitopotea. Atakulindia macho yako, atakulindia bongo lako, atakulindia. Unamkuta mtu amekuwa mzee zaidi ya miaka 100, unamuona mtu mashallah bongo lake linafanya kazi, asahau, hachanganyikiwi, macho yake inaona bila kuvaa miwani, meno yake hata moja haijangoka. Vitu kama hivi ambayo leo wengi wetu tunayadharau, ndugu zangu. Swala ya dhuha tu yanaweza kaboresha afya ya mtu na akaishi naye maisha yote mpaka kufa kwake. Sasa la mwisho, naona wakati ushafika, ni swala ya tahajjud, ndugu zangu. Salati tahajjud hii ni swala ambaye Muislamu analala usiku kisha anaiamkia usiku. Kwanza, swala yoyote ambayo unaswali baada al-isha, hiyo ni katika qiyamul layl, ni kisimamo cha usiku. Ndio unaona salati tarawih katika mwezi wa Ramadhani tunaiswali baada al-isha, ni kisimamo cha usiku hiyo. Na unaposwali tarawih pamoja na imam, unaandikiwa kwamba umeswali usiku kucha. Mtume anasema innahu man qama ma'a al-imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu layla, mtu yoyote atakayesimama na imam katika swala ya tarawih mpaka imam akamaliza, unaanza na imam na unamaliza na imam katika swala ya tarawih katika mwezi wa Ramadhani, ataandikiwa kwamba usiku kucha alikuwa amesimama akifanya ibada. Nani katikati yetu hapa anaweza kusimama usiku kucha kufanya ibada, ndugu zangu? Wewe baada ya isha hapa simama uanze kuswali mpaka alfajiri. Kuna mtu anaweza hiyo? Unaenda unarudi mpaka alfajiri? Hakuna mtu anaweza miongoni mwetu, ndugu zangu, hakuna. Lakini swali pamoja na imam pamoja na witri katika swala ya tarawih, utaandikiwa usiku kucha ulikuwa wewe umesimama ukifanya ibada. Sasa inaitwa tarawih, salati al-witri unapoiswali baada ya isha, vile vile katika qiyamul layl. Lakini swala ya tahajjud ni lazima ulale kisha uiamkie usiku. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wa minal layl fatahajjad bihi nafilatan lak qumil layla illa qalila. Mwenyezi Mungu anawasifu wale waja wake wema wenye daraja ya juu mbele ya Mungu, anasema tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, wanazivua mbavu zao kutokana na vitanda walolalia. Hii si mtu yoyote anauweza, ndugu zangu. Na ukiona we Mungu amekupa taufiki, unaweza kuamka usiku wa manane, subhanallah, wewe umo ndani ya neema kubwa. Kuna ndugu yetu mmoja anakuja kunishtakia mimi kwamba bwana, siku hizi analala saa 4, ikifika saa 9 usingizi imekatika, na ni muda mrefu anasema imetokea hivyo, mpaka alfajiri ndo anaenda kuswali, alafu anaenda kazini moja kwa moja. Nikamwambia unapokatikiwa na usingizi saa 9 usiku unafanya nini? Anasema mimi nakuwa kwenye kitanda tu nawaza mambo yangu, nafikiria mpaka alfajiri. Nikamwambia shekhe, wewe uone Mwenyezi Mungu anakuamsha saa 9 za usiku ili upate kuswali umkaribie? Hii nafasi sio kila mtu anapewa, ndugu yangu. Unakaa tu kwenye kitanda hivi, badala ya kuamka uende uivue mbavu yako. Mtu yote ambaye anaivua mbavu yako katika usingizi na kitanda na blanketi iliyokuwa nzito, maana hili ni jambo kubwa sana. Na ndio wakati huo usingizi raha, baridi, unaona labda maji baridi kule nje wakati wa msimu wa baridi hasa. Sio kila mtu ambaye atatoka hapa, lakini Mungu anawasifu hawa kwamba hawa ni watu wenye sifa ya juu. Akatoka pale akaenda akatawadha, akaoga akatawadha, akapiga mswaki, akavaa nguo iliyokuwa nzuri, akapanda juu ya mswala akaswali. Subhanallah. Unajua katika fadhila mojawapo hii fadhila salati tahajjud,
Kwanza hii Mtume anasema ni da'bu salihina qablakum, ndiyo njia na alama ya waja wema waliokuwa kabla yenu. Wema waliotangulia katika maswahaba na wengineo walijuana wao kwa wao kupitia katika salati tahajjud. Walikuwa wanajuana vipi? Wakiwaangalia wenzie mataa yamewashwa usiku wa manane, wakati malaika wanapiga doria, wanaangalia zile nyumba zilizowashwa taa usiku wa manane, watu wanaswali. Wewe ndugu yangu, taa ndani ya nyumba yako itaendelea kuzimwa usiku wa manane mpaka lini? Lini utaamka tahajjud wewe ndugu yangu? Na hapo ni wakati mzuri sana mtu kuomba dua, na mbingu ziko wazi, Mwenyezi Mungu anateremka kwa hikma yake na kaifia yake. Usiku wa manane anauliza maswali matatu: hal min mustaghfirin, kuna yote anaomba msamaha nimsamehe? Hal min talibu hajatin, kuna mtu yote ana haja yake nimkidhie? Hal min sa'ilin, kuna yote ana maswali yake nimjibie? Lakini wengi wetu tumelala wala hatuna bali, na wakati huo mbingu ziko wazi, dua ni mustajaba. Lakini labda niwapeni moja tu ndugu zangu, malizia hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innal abda idha qama yusalli atahu almalik yastami'u alqur'ana wa yadnu wa la yazalu yastami'u alqur'an wa yadnu hatta yad'u fahu ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfi almalik. Katika moja katika mambo ambayo inayotokea usiku wa manane unapoamka kuswali tahajjud, Mtume anasema hakika mja anapoamka usiku wa manane malaika anamwijia. Katika ibada ambazo malaika anahudhuria Muislamu anapoyatekeleza, mojawapo ni swala ya tahajjud. Ziko ibada nyingi ambayo malaika wanahudhuria, mfano salati aljumaa msikitini. Salati aljuma malaika pia wanahudhuria, wanasimama wanakaa kwenye mlango pale kuanzia baada alfajiri siku ya Ijumaa. Yaktubuna alawwal falawwal, wanaandika majina ya watu wote wanaoingia msikitini siku ya Ijumaa kabla khutba ijaanza. Wanaandika jina yako na time ulioingia, wanaandika jina yako, kila mtu anaingia anaandika jina lake. Amekaa pale, ni hamna habari. Paka khatibu anapopanda juu ya mimbar, anasema kwamba idha dakhala al-imam tawaw suhufahum yastami'una dhikr. Anapopanda khatibu juu ya mimbar, wale malaika wanafunga kitabu. Sasa wao pia wanakaa wanasikiza khutba. Unapoona msikiti wowote kuna khutba ya Ijumaa inatolewa, pata kujua kuna malaika wamekaa pale na wao pia wanasikiza khutba. Sasa leo sisi ni wangapi ambaye wanaandikwa jina zao na malaika siku ya Ijumaa? Wewe fikiri ndugu yangu, malaika anakuandika jina lako kwa sababu ya kuja msikitini mapema tu. Leo ni wangapi miongoni mwetu sisi hapa tunangojea mpaka saa hizi hata khutba ijaanza bwana? Tungojee kidogo. Kila siku basi ndugu zangu, angalau uweke ratiba. Mimi leo bwana nitakwenda msikitini mapema, angalau niandike jina langu na malaika, na niangalau nipate thawabu ya ngamia au ng'ombe au mbuzi, thawabu ya mtu kutoa sadaka ya ng'ombe au ngamia anayekwenda msikitini mapema siku ya Ijumaa. Wewe kila siku unachelewa tu, kila siku unajiweka nyuma. Hapana, kuwa ni mtu katika wale Mwenyezi Mungu amewasifu as-sabiqun as-sabiqun, ni wale ambao wanaokimbilia, wao ndio katika mstari wa mbele katika mambo ya kheri. Kila mara wao katika mstari wa mbele, sio kila siku wewe ndio unachelewa. Ndugu zangu, watu wameshamaliza ndio unaingia, watu wanatoka ndio unaanza kila siku. Basi hapa kuna hatari. Ndio kuna siku Mtume sallam alikuwa anapanga safu, watu wanataka kuswali, anawaambia istawu atadil, wekeni safu zenu sawa. Mtume anaenda paka kule, anarudi paka huko, akaona kuna jamaa anajivuta pale, siku mwingine anaswali pale. Basi kama kuna siku Mtume alikasirika ni siku hiyo. Mtume akawaambia wale mabwana bimaana alkalima, nini nyinyi mnachelewesha nyuma mpaka Mwenyezi Mungu atachelewesha mambo yenu? Kuna baadhi ya watu mambo yao hapa duniani haiendi, sababu ziko nyingi tu, lakini moja katika sababu utamkuta huyu bwana katika mambo ya kheri, yeye ni mtu wa kujivutavuta. Hata akija msikitini huwezi kumuona anaswali katika safu ya mbele, anaswali katika safu ya nyuma. Basi yeye pia mambo yake yatachelewa. Unamkuta mtu kazi yake inakuwa ya tabu, riziki yake ya tabu, maisha yake yanavyokwenda yanavutana,
Ukija kumchunguza katika mambo ya kheri, sala, taa, Qur'an, saum, yeye hayupo. Ndio unaona wewe ndugu yangu, unapoona maisha yako imeanza kukazika, mambo haiendi, lazimisha safu ya mbele msikitini, tena nyuma ya imamu. Si kwamba ni kwa sababu mambo yangu yafunguke ndio mimi nakuja msikitini mapema, hapana. Ndio Mungu mwanzo anataka wewe ufanye hivyo, alafu sasa atakubariki na maisha yako yataanza kwenda. Innal abda idha qama yusalli atahu almalik, haika mja anaposimama kuswali usiku wa manane, malaika wanahudhuria. Wale malaika wanafanya nini? Mtume anasema yastami'u alqur'ana wa yadnu, wanasikiza Qur'ani unaposoma na wanajikaribisha kwako wewe. Ndio unaona mtu anatakana asome kwa sauti, kwa sababu malaika pia wanasikiza. Toa sauti unaposoma. Na ndio unaona umuhimu wa vile vile Muislamu kuhifadhi baadhi za aya na sura ndani ya Qur'an kwa ajili ya kujikaribisha naye kwa Mwenyezi Mungu katika usiku wa manane na ibada zingine, taqarruban ila Allah. Si wewe toka ulipotoka madrasa ndugu yangu umehifadhi kul huwallahu na wal asr, mpaka leo unaanza kuzeeka, miaka 30 40 imeshakatika, wewe ni kul huwallahu na wal asr. Hatusemi kwamba ni makosa, lakini angalau uhifadhi na sura zingine, ujipeleke mbele na wewe vile vile. Mnafahamu, angalau ukisimama, mimi nina aya zangu 50 hapa nitazisoma katika tahajjudi yangu, na aya zangu 20 na sura nzima nitaisoma katika juzu amma, angalau basi wale malaika wataendelea kukusikiza, na huko wanajikaribisha kwako yeye, anakusikia, anakaribia, sikia, anakaribia mpaka atakuja mbele yako. Wewe umesimama hapa, atakuja atasimama mbele yako, wewe umuoni. Mtume anasema huyu malaika atafanya mambo ya ajabu sana. Wala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadh'u fahu ala fihi, mpaka atakapoingiza mdomo wake ndani ya mdomo wako.